Serikali imetunga sheria. Ni sheria ya uchawi, inajulikana kama Witchcraft Act, ni sura ya 18. Na sheria hii ni kongwe. Yaani sisi sheria hii tumeilisi kutoka kwenye hizi serikali za wakoloni. Maki Wajerumani wakaja, baadaye Waingereza wakatungia kabisa na hii sheria. Iko toka mwaka 1928. Imekuwa ikifanywa marejeo mbalimbali. 2019 ilifanywa marejeo, maboresho mpaka mwaka 2023. Kwa maana hiyo kwamba serikali inaamini kwenye uchawi, ndio maana sheria ipo na imeendelea kuienzi na imeendelea kufanya maboresho mpaka hivi leo. Kwa ile dhana kwamba serikali haiamini juu ya swala la uchawi, nguvu za kichawi, hicho kitu, hiyo lugha au hicho kitu kwamba si kweli. Mtazamo huo wa kijamii sio kweli. Kwa sababu kuna sheria, kuna sera, sheria ya uchawi ipo na serikali wao wanaisimamia. Kwa hiyo kwanza sheria ya uchawi ipo. Sisi kama Tanzania, hebu tuna haja ya kuendelea kuifikiri hii sheria. Moja, je, inapaswa kuendelea kuwepo? Mbili, je, na sisi kama Tanzania na Afrika tuendelee kutelekeza hekima za mababu zetu? Yaani kwamba tukaichukulia uchawi au jadi kama kosa la jinai na badala yake tusiichukulie kama ni chanzo cha maarifa ya jamii ya asili ambayo yakitumika vyema yanaweza katotea ukombozi wa kifikra na ulinzi, hata ulinzi wetu wa taifa. Kwa sababu hata kipindi hicho kabla ujio wa Waingereza nchini Tanzania, mababu zetu walikuwa kwa namna ambapo walikuwa wakilinda jamii zao. Walipokuja kabla hizi taasisi za kijeshi za kisasa na za kijasusi, mababu zetu walikuwa na namna ambayo wanalinda jamii zao. Hata ukija katika historia ya sungusungu, hawa askari wa jadi hao, walinzi tunasema walikuwa kuna walinzi wa kimila. Sijui tumeweza kufahamu jamii ilikuwa inalindwa, maisha yalikuwa yanaendelea vizuri tu, wala ilikuwa haina neno. Kwa mapendekezo yetu ni serikali irekebishe hii sheria ya uchawi, kuitafsiri kwamba uchawi sio kosa. Itakuwa ni kosa pindi inapotumika kwa sababu ya kumdhuru mtu, bali uchawi ni jadi. Tukashindwa kutofautisha au kutenganisha baina ya uchawi wenye madhara na jadi isiyo kuwa na madhara, jadi yenye kutibu, jadi yenye kuleta kinga, jadi yenye kuleta amani. Kwa ni vyema sheria hii sura ya 18 ifanyiwe marejeo kama hayo, kutenganisha uchawi madhara na uchawi usiokuwa na madhara. Na tuseme wazi wazi kwamba uchawi sio vitendo vya kiza, bali ni tamaduni ya Muafrika asilia. Tanzania tuandike historia mpya ya kitaifa na kimataifa ya kutengeneza sayansi yetu ya ndani, kwa sababu ya kuisha mifumo yetu ya ulinzi ambayo ilikuwa ikifanyika na mababu, waganga wa jadi, wazee wa kimila na walinzi wa jadi. Kitu kingine, kuundwa tume ya kitaifa ya maarifa asilia kwa usalama wa taifa. Kwa ni lazima hapa tume pia iweze kuundwa. Kitu kingine ambacho nakushauri ni kuwepo kwa mfumo wa majukwaa ya kitaaluma ya maonesho ya hekima za asili kwa udhibiti wa kisheria. Kama tulivyosema, sasa hivi historia tunafanyaje? Tunapoteza. Sasa hivi mara nyingi tunakwenda kwenye hizo historical sites kwa sababu ya kwenda kuonesha wanafunzi kwamba hapa walikuwa wachawi wakichomwa, hapa kuna mambo fulani yalifanyika, lakini hatuelezi kiunaga ubaga, je, uchawi ni kitu gani? Jadi ni kitu gani? Ni kwa nini mkoloni ameweka mtazamo wa kisayansi wakati sisi ilikuwa ni sayansi yetu ya asili? Hii tiba anayotumia yeye na sisi ina tofauti gani? Kwa hivi vitu ambavyo tukasema vielezwe kinaga ubaga. Lakini kitu kingine, kuwepo kwa viongozi wa kiroho na wa kimila, kwamba sasa viongozi hao wa kiroho na kimila waweze kutusaidia, kwa sababu viongozi wa kiroho nao wanaamini katika nguvu ambayo isiyoonekana. Sisi wadau wa maendeleo na wadau wa amani tunatarajia na tunaomba sana Mwenyezi Mungu, vilio vyetu sisi kama Tanzania ni amani. Vilio vyetu sisi kama Watanzania ni bendera za vyama visiwe vina nguvu kuliko bendera ya taifa, kwa sababu tunajua kwamba itakapotokea
chochote ambacho kitahusu uvunjifu wa amani, athari yake itakuja kuwa ni kubwa kwa wazee wetu, vijana, na itadhoofisha uchumi wa taifa. Hilo jambo la kwanza. Kwa hiyo tunaomba sana amani, na tunaomba sana hawa walinzi au vyombo vya ulinzi na usalama vijipange vyema katika kuzuia, sio katika kwenda kuleta madhara, kwa sababu unapobaini viashiria vya uvunjifu wa amani, kitu cha kwanza nataka uzuie. Sio watu watoke alafu tukutana nao site tuanze ilani na kuanza kutawanyana kwa mabomu ya machozi na vitu mbalimbali, kwa sababu mwingine ataruka, mwingine atasema Yesu, Mtume Muhammad, watu watavunja miguu, watafanyaje? Kwa hiyo kikubwa zaidi ilikuwa ni tunasema kinga ni bora zaidi kuliko tiba. Wazee walituhusia hivyo, na ndio maana katika hili sakata la uchaguzi wadau wengi walikuwa wakisema bado iko nafasi, kae tuzungumze, tushauriane, tusizozane, kwa sababu sote tunajenga nyumba moja. Haipaswi kugombea fito, kwa sababu sote ni Watanzania. Tunataka Tanzania iwe ni kisiwa cha amani kama ilivyoasisiwa na tunu ya Mwenyezi Mungu alivyotuwekea. Waasisi wetu, baba wa taifa Mwalimu Julius Kambarage Nyerere na Sheikh Abedi Amani Karume, Mwenyezi Mungu awarehemu, apumzike kwa amani, wametuachia taifa likiwa lina amani, wametuachia taifa likiwa lina umoja, wametuachia taifa likiwa lina mshikamano, wametuachia taifa ambalo limeondoa misingi ya ukabila, yani ubaguzi. Mimi nikaenda kwa Msukuma akaenda kwa Mpemba, akawa Munguja, akawa Makonde, akawa ni nani, kwamba tunaoleana, tunazaliana, tunaishi kama ndugu. Wenzetu nchi jirani wanateseka sana ukabila, na ndio sababu kubwa ya kuchochea masuala ya uvunjifu wa nini wa amani. Sasa kama wazee wetu walitumia hekima na busara na kupambana kwa hoja, wamepambana kwa hoja, maana yake hakuna historia ambayo imesema baba taifa alishika bunduki, haipo. Au Sheikh Abedi Amani Karume alishika bunduki au alishika bomu lote, haipo. Kwamba walipambana kwa hoja, wakatengeneza misingi imara, tukaendelea kuwa ni amani, na mpaka vyama vingi vinakuja. Wapo watafsiri kwamba vyama vingi vitaweza vikachochea swala la kuvunjika kwa amani, na baadaye walivifuta, lakini baadaye akasema no, vyama vingi vinapaswa kuwepo kwa sababu huyu mmoja anaweza akajisahau, akawa kiburi, akasema hili la kwetu, alipaswa kuwa la kwetu, alipaswa kuwa la chama fulani tu, linapaswa kuwa la wote, la Watanzania, kwamba mimi nisipoona kwamba chama chako hakina sera madhubuti au kinayo ya ubili majukwaani na kwenye maandishi ya ilani sio kinachotekelezeka, nitumie mfumo wa kidemokrasia kuweza kukutoa hapo. Hiyo ndio kitu ambacho ilikuwa na baba taifa akasema wengi walisema visiwepo, lakini kidemokrasia na ili haki tendeke ni vyema viwepo. Kwa vilisema viwepo sio kwa lengo la kuchochea uvunjifu wa amani, vilisema viwepo kwa sababu ya kuchochea maendeleo ya jamii. Na hata kitokea watu wanabadilishana dola kwa amani, kwa sababu hata sasa hivi watu wanabadilishana dola madaraka, anatoka huyu ingaje ni chama kimoja, lakini ni kwa amani. Kwa hata ingekuwa kwa chama kingine, kwa sababu demokrasia imesema hivyo, katiba imesema hivyo, kama mtu atakayeshinda kwenye kula kwenye demokrasia baki apewe nchi. Kwa nini? Kwa amani. Kwa hivi vitu ambavyo sisi tulikuwa tunavitegemea mambo yote yawe kwa amani. Na maafisa wetu wasimamizi wa sheria ni vyema wafanye vitu, wafikirie mara tatu mara nne. Hiki kinachokifanya, je, hakiwezi kuleta hisia tata au mihemko ya kijamii? Kwa sababu ukifanya kitu ambacho kitaleta mihemko ya kijamii unatengeneza hatari. Kwa sababu binadamu akitibuka kichwa chake anatengeneza hatari. Kwa maana tukasema tusiruhusu mihemko ya kijamii, kwamba tukae tuzungumzie haki. Kama unachukua hatua kwa mtu yoyote, sheria imeeleza unapomkamata mtu wa aina yoyote, kwamba ndugu na jamaa na marafiki wana haki ya kujua mtu huyu yuko wapi, ana haki ya kuwasiliana na sheria wake na jamaa zake. Hiyo ndio sheria inavyoeleza. Kwa maana yake watu wapewe hizo fursa, kwamba tumemkamata, utaripoti hapa kwa mujibu wa sheria, kama makosa yako yanadhaminika udhaminiwe, utaratibu ni huu, vitu viwe
viwe wazi, ili tusijenge dhana tatanishi kwa jamii. Hiyo ndio kitu ambacho nakishauri sana kuelekea swala hili la uchaguzi. Lakini kitu kingine na wasi pia wananchi ni kwamba tunavyosema kila haki na wajibu. Watu wanasema wana haki ya maandamano, ni haki ya kisheria, na hakuna mtu anayepinga kwamba hiyo sio haki. Lakini kwa mtazamo wa kisheria, uhuru wa mtu unapaswa kuishia pale tu pindi utakapoonekana unakwenda kuasili uhuru wa mtu mwingine. Unapaswa kuishia pale, kwa sababu wewe utakapoandamana bila kufanya mawasiliano rasmi na jeshi la polisi, kwa sababu kuna wengine hawako tayari kwenye kuandamana, wanataka waende sehemu moja sehemu nyingine kwenda kujenga shughuli za kiuchumi. Utakapoandamana maana yako unanizidia mimi uhuru wangu, nisitembee na gari barabarani, nisitembee barabarani, mimi sio sehemu ya maandamano. Kwa hiyo tayari wewe unaninyima na mimi uhuru wangu wa kutoka sehemu moja kwenda nyingine kwa amani, kwamba wewe unataka kuitumia hiyo fursa kwa mtazamo mwingine. Na ndio maana mtakapowasiliana na jeshi la polisi mtasema jamani, tuwatangazie umma kwamba wale ambao sio sehemu ya hichi kitu wapite barabara fulani, wale ambao ni sehemu ya hichi kitu wapite sehemu fulani, mpaka pale nataka kwenda kufikisha ujumbe wao, wapewe ulinzi. Kama kuna Ulaya watu wanaandamana back, lakini si barabara zote zitafungamana. No, utaratibu umeratibiwa. Maana polisi inasema mtupe taarifa, tukae tujadiliane, tuangalie hawa askari wa usalama barabarani tutawawekaje, kwa sababu ya kupunguza hizo nini, hizo foreni. Sijui tumeweza kufahamiana. Lakini tusiasili hulu watu wengine kwenda kujenga majukumu yao ya kitaifa, kwa maana watu wasitafsiri haki yao kwamba wana haki kwa sababu tu basi kufikiria kwamba watakwenda kuingilia uhuru wa mtu mwingine, na sheria inasema itapofikia hatua hiyo uhuru huo inabidi usitishwe haraka sana.